Mambo vipi mfuatiliaji wa Simto Media, chimbo namba moja la habari za burudani na kimichezo. Katika ulimwengu wa soka, wachezaji hujulikana kwa magoli yao, makocha kwa mbinu zao na mashabiki kwa sauti zao. Lakini kuna sauti moja isiyo kubwa sana kwa ukubwa, lakini kubwa kwa maana, inayotikisa Jangwani na kuacha alama ya upendo wa kweli kwa timu. Hiyo ni sauti ya Suda, mtoto anayefahamika sana kwa mapenzi yake ya dhati kwa klabu ya Yanga Sports Club. Suda ni shabiki wa kawaida, ni kama alizaliwa akiwa na damu ya njano na kijani. Kila akionekana, iwe uwanjani au mitandaoni, sura yake hujaa furaha, bashasha na ile imani isiyoyumba kwa timu yake ya Yanga. Katika ulimwengu wa watu wazima wenye siasa za mpira na hisia kali, Suda huleta tabasamu safi na upendo wa kweli wa kisoka. Suda huvaa jezi ya Yanga si kwa sababu ni nzuri, bali kwa sababu ni sehemu ya maisha yake. Anaongea kama bingwa, anashangilia kwa moyo wa dhati na anawakumbusha mashabiki wote kuwa soka ni zaidi ya ushindi, ni familia, ni mapenzi, ni utambulisho. Hata wachezaji wa Yanga wanatambua uwepo wake. Wengi wao humkumbatia, humwangalia kama ishara ya matumaini. Wakati wengine utafuta hamasa kwa vipindi vya runinga au maneno ya makocha. Mashabiki wa Yanga huketi wakitazama tabasamu la Suda na kupata sababu ya kuendelea kuamini. Ni kama roho ndogo ya Jangwani, inayochochea hisia safi kwa kila aliye na damu ya Yanga. Kila akiimba au kushangilia ni kama anaandika barua ya mapenzi kwa klabu yake. Katika taifa la wanayanga, Suda si tu mtoto, ni ishara. Ni kiwakilishi cha kizazi kipya cha wapenzi wa mpira wanaoamini kuwa timu ina thamani zaidi ya pointi 3. Kwa sura yake ndogo lakini roho kubwa, Suda anatufundisha kuwa mapenzi ya kweli kwa timu hayaangalii umri bali moyo. Suda si mchezaji, si kocha, si kiongozi, lakini ana ushawishi mkubwa kama wote hao. Yeye ni sauti ya upendo wa kweli. Kila anaposhangilia, mashabiki huita kwa nguvu, Suda, Suda, mtoto wa Yanga. Na sisi sote tunajua, mradi Suda yupo, basi Yanga ina uhakika wa kizazi kipya chenye moyo, hamasa na mapenzi ya kweli kwa timu. Asante kuisikiliza makala hii iliyoandaliwa na Simto. Mimi ni Mary Gaspar wa Simto Media.